kufikia malengo ya dira 2050 ambapo utekelezaji wake unategemea uwepo wa utawala bora na usimamizi madhubuti wa rasilimali za taifa. Lakini 5, mafunzo haya yatawasaidia viongozi na watendaji kuwashirikisha wananchi katika kupanga, kuamua, kusimamia na kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kutoa wito kwa makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa wahakikishe maafisa tarafa wote, maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wanahudhuria na kushiriki katika mafunzo haya muhimu ambayo yatawasaidia kuwajengea uwezo wa kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kuzingatia utawala bora na sheria. Hivi vitatu huwa vinafanikiwa sana kwenye training yoyote. Transfer of skills huwa ni excellent, transfer of knowledge huwa ni excellent, sharing of experiences huwa ni excellent. Problem huwa ni kwenye attitude ile ya mwisho. Mitazamo. So ushafundishwa, ushaelewa, unachukua kwenda kufanyia kazi au unabaki na business as usual. Kwa hiyo ili nisikose posho ya hotuba niliyosema hapa, nisisitize tu kwenye hilo moja la kama tujitahidi attitude change, mindset change tutakaojifunza hapa na kuelimishwa hapa na tutakayopata mapya kusema la kweli. Twende tukayaput to use ili tupate tija ya kumkusanyiko huu na tija ambayo imekusudiwa na wizara ili malengo haya yafikie, mafunzo haya yafikie malengo yake. Malengo ya kutoa mafunzo haya ni pamoja na kuwajengea uwezo viongozi na watendaji katika mamlaka ya serikali za mitaa ili kuimarisha utawala bora na usimamizi wa rasilimali za taifa kwa ajili ya kuleta maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Lakini kuimarisha uzalendo miongoni mwa viongozi na watumishi wa umma, kufikia malengo ya dira 2050 ambao utekelezaji wake unategemea uwepo wa utawala bora nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia dhana ya ushirikishwaji, mafunzo haya yanaratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria kama ambavyo nimeongea, na yatatolewa na uwezeshaji kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Hivyo basi niwasihi kushiriki kikamilifu katika mafunzo haya kwa maslahi mapana ya taifa letu.